Asante Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu asubuhi ya leo. Tunakuinua Mfalme, tunakuinua Baba yetu mwema. Asante kwa upendo, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali kikuu, asante kwa kutupa upendeleo wa ajabu sana asubuhi ya leo. Watoto wako tumeshuka mbele zako tukiomba rehema zako, tena tutakase kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani, damu ya Pasaka. Roho Mtakatifu, tumenyenyekea mbele zako tukisi rehema zako, tutakase tena kwa damu ya mwana kondoo. Turehemu Baba yetu sawa sawa na fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rika sanda rabo sheka bakuria basika. Itia damu ya Yesu popote pale ulipo. Itia damu ya Yesu, damu ya utakaso, damu ya thamani, damu ya Pasaka, damu inenayo mema, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaitia damu yako, damu ya thamani, damu ya Pasaka, damu inenayo mema kwa ajili ya hatima, kwa ajili ya maisha yetu. Tutakase nafsi zetu, mioyo yetu na roho zetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ruhusu utukufu wako Bwana ukasimame asubuhi ya leo. Tunakuita tena Baba yetu mwema, Mfalme, tunaita nguvu zako, tunaita utukufu wako. Mungu usiyenyamaza, usiyeshindwa, Mungu mwaminifu, tunakuita tena kwa nguvu zako Yesu Kristo, kadhihirishe utukufu wako na uweza wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rika sandaraba kushikaraba sika. Muite Yesu asubuhi ya leo, ita nguvu zake, ita utukufu wake, katika jina la Yesu Kristo tunaita utukufu wako tena. Baba, achilia tena neema mpya, achilia tena utukufu mpya. Roho Mtakatifu, tunakualika tena asubuhi ya leo na nguvu zako, tunakualika na utukufu wako. Roho Mtakatifu, tunakualika Roho Mtakatifu kwa uweza wako toka juu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu aliye mwema, udhihirishe utukufu wako na nguvu zako na uweza wako Yesu Kristo. Tuone nguvu zako na tuone utukufu wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, tunakuita kwa sababu tunataka nguvu zako, tunataka utukufu wako. Usipungue kwetu, fanya jambo kubwa. Roho Mtakatifu, asubuhi ya leo ruhusu nguvu zako na ruhusu utukufu wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Oh, asante Yesu. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante popote pale ulipo. Mwambie Yesu asante. Asante kwa neema, asante kwa utukufu wako, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa mkono wako, asante kwa neema, asante kwa utukufu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakutukuza, Baba tunakuinua, Baba tunakusifu, Baba tunakuabudu. Pokea sifa Baba yetu, pokea sifa Mfalme, pokea sifa Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Nichukue nafasi kukualika popote pale ulipo asubuhi ya leo. Nikualike popote pale ulipo asubuhi ya leo. Nikualike popote pale ulipo asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo na tamani tupitie kidogo hapa kwenye Samueli wa kwanza sura ile ya 30. Samueli wa kwanza sura ya 30. Mimi nitasoma tu misali ya mwisho, lakini wewe ukipata nafasi soma yote. Mstari ule wa 17, na mimi nitaanza kusoma mstari wa 17. Samueli wa kwanza 30 mstari wa 17. Biblia inasema, naye Daudi akawapiga tangu ukungu wa jioni hata jioni ya siku ya pili. Hakuna aliyeokoka ila vijana 400 waliopanda pamoja na kukimbia. Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Waamaleki, naye Daudi akawaokoa wakeze wawili. Naomba nirudie vizuri. Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Waamaleki, naye Daudi akawaokoa wakeze wawili. Menelewa? Sasa asubuhi ni asubuhi ya urejesho. Soma ile Samueli ya kwanza sura ya 30 yote, utaona kwamba Daudi alipigwa
mpaka akanyang'anywa wake zake na nyumba zake zote zikachomwa moto. Lakini Biblia inasema Daudi akamuuliza Bwana, akasema ni wafuate? Mungu akamwambia wafuate. Tunaona hapo Daudi baada ya kuwafuata akawapiga wote waliokuwa wamechukua mali zake, akarudisha watu wote waliokuwa wamechukuliwa, lakini pia akarudisha na wake zake wawili. Sasa angalia ni kipigo gani hicho cha mbwa ambacho mtu anapigwa mpaka wake zake wote wanachukuliwa. Sasa tunasema kupigwa kupo. Kuna watu ambao wanazungumza nao asubuhi wamepigwa mpaka kila kitu kimechukuliwa. Umepigwa mpaka watoto wako shuleni hawaelewi. Umepigwa mpaka mali zako zote zimeisha, zimechukuliwa. Umepigwa mpaka biashara zako zote sasa hivi zimefilisika. Umepigwa mpaka fedha zako zote, yani aliyechukua pesa zako hajarudisha. Umepigwa mpaka vitu vyako vyote vimechukuliwa. Ndugu yangu, na Daudi alipigwa kila kitu kikachukuliwa. Kwa hiyo ninaongea na mtu asubuhi ambaye kabisa ulikuwa na neema imechukuliwa. Umepigwa mpaka mke wako amechukuliwa. Unapigwa mpaka mme wako naye anachukuliwa. Unapigwa mpaka kazi zako zinachukuliwa. Unapigwa mpaka cheo chako kinachukuliwa. Unapiga mpaka kila kitu kimechukuliwa. Hao ndio watu naozungumza. Nataka nikutie moyo kwamba Daudi naye alisimama akawapiga tangu asubuhi mpaka ukungu, wakaachilia kila kitu cha kwake. Na ndio ninapotangaza asubuhi ya leo, ninawapiga waachie kila kitu cha kwako. Kila kitu cha kwako lazima wakiachie. Kila cha kwako lazima wakiachie. Lazima wakiachie. Nataka nikupe maelekezo namna ambavyo utaweza kufanya mpaka vitu vyako vyote vikarudi ulivyowahi kupoteza. Kuna vitu ambavyo vitarudi uliwahi kuvipoteza. Naomba unifuatishe maelekezo haya. Namba 1, utachukua karatasi yako nyeupe. Namba 1, alafu utachukua kalamu nyekundu. Sawa? Kalamu nyekundu. Andika vitu vyote ambavyo uliwahi kupoteza. Kitu cha 3, utachukua mafuta yoyote ambayo unayatumia hapo nyumbani au na olive oil, tumia mafuta. Sasa tutaenda kufanya maombi ya siku 7 ya kurejesha vitu vyako. Kitu unachotakiwa kufanya ni kuchukua sadaka maalum. Lakini sadaka hiyo iwe sadaka namba 7. Inaweza kawa ni 7,000 kwa sababu ndio sadaka ya urejesho. Inaweza kuwa ni 7,000, inaweza kuwa ni 14,000, inaweza kuwa ni 21,000, sawa, kulingana na hilo tatizo lako unaloliona. Inaweza kuwa ukachukua 1,700, ukachukua 2,700, ukachukua 3,700, ukachukua 4,700, ukachukua 5,700, ukachukua 10,700. Ni wewe tu vile unavyojisikia, sawa. Sasa ukimaliza kuandika hivyo vitu na mafuta na ukachukua hiyo sadaka, utachukua hiyo sadaka utaunganisha kwenye ile maombi uliyoandika, sawa. Na moja kwa moja hiyo sadaka, baada ya kumaliza maombi haya, utatuma hiyo sadaka yako kwenye namba ya Vodacom. Na ukimaliza kutuma sadaka kwenye namba ya Vodacom, utaingia kwenye namba ya Tigo Pesa. Hiyo Tigo Pesa au namba ya Tigo, samani sio Tigo Pesa, namba ya Tigo. Hiyo namba ya Tigo utanitumia ujumbe WhatsApp kama umefanya hivyo vitu, na utatumia kila kitu pale kwenye WhatsApp na vile ulivyoandika na vile vyote ulivyo navyo. Kuna maombi tutafanya. Utashangaa vitu vyako vyote vinarudi kwenye mikono yako bila, yani vinarudi vyote. Kama Daudi alirudisha vyote, na wewe vitu vyako vyote vitarudi. Haleluya, glory. Fuatia maelekezo haya na utaona Mungu akifanya kazi kwa namna kubwa sana. Nataka uinue mkono wako kushoto. Tamka maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimesimama mbele zako. Chochote kiliwahi kuchukuliwa kwenye mikono yangu, iwe ni mali zangu, iwe ni utajiri wangu, iwe ni baraka zangu, leo natangaza katika jina Yesu, chochote kiliwahi kuchukuliwa ninakirudisha. Mashaka bakori ya basika, ninarudisha amando robo shaka, ninarudisha karabashaka karobo shaka manda. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza urejesho, natangaza urejesho, natangaza urejesho kwa
kwa jina la Yesu Kristo. Roho shakarabashaka, tangaza hicho unachotaka kurejesha, tangaza hicho unachotaka kurejesha, mighty name of Jesus. Narejesha neema, narejesha baraka, narejesha kunuliwa, narejesha mafanikio, narejesha neema. Mako ya basaka, resha kababa, rosha kandaraba, reka ya baba, shandaramakoria, raka ya baba, rasha tarababa, randaramakoria. Natangaza urejesho, natangaza urejesho. Mandoro saka, mandarabakoria, resha katata, raka baba, sharakantoro, raka ya basa, mantarabakoria, ekanda sata, katika jineso. Natangaza urejesho, natangaza urejesho, natangaza urejesho. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Risakandarabashaka, koshakatatata. Chochote ulichochukuliwa kwenye mikono yako, nena kilodesha asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Fuatilia maelekezo hayo na neema ya Yesu iwe juu yako asubuhi ya leo. Natangaza neema ya kila kitu kilichochukuliwa kirejee kwenye mikono yako katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Nikualike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania, ambapo mkono wa Yesu Kristo umekuwa unahudumia maelfu ya watu. Shalom, 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 shalom.